Haleluya, watu wa Mungu. Ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ametuokoa na ametuleta katika uzuri, amani na furaha kama hii. Leo nataka niseme kwa uchache kile ambacho Mungu amenipa niseme siku ya leo, hasa kwa wale wachache wawili watatu ambao huwa wananisikiliza daima. Nieleze hichi kitu kwamba aina ya maombi ambayo itakubadilisha kwa urahisi. Aina ya maombi ambayo itakubadilisha kwa urahisi. Nachoweza nikakwambia ni kwamba ni rahisi sana kumkuta mtu fulani anaitwa mtume, anaitwa nabii, anaitwa askofu, anaitwa mchungaji, lakini si rahisi kumkuta mtu aliyebadilika. Ndio maana huwa tunakwambia wokovu una thamani kuliko kuitwa mchungaji, kuliko kuitwa mtume. Sasa ukija kufuatilia nyuma wokovu ni nini, unakuja kugundua wokovu ni badiliko la kweli, badiliko la kweli. Sasa nazungumza hivi inamaanisha kwamba uko wokovu ambao utakuleta kwenye sura ya wewe kuwa wa thamani kuliko nabii, kuliko mtume, kuliko mchungaji. Yaani wewe kuwa tu na ule wokovu ule wokovu unajisi wa thamani kuliko mtume, kuliko mchungaji, kuliko nabii. Sasa huo ni wokovu ambao siku hata siku utazidi kubadilika. Siku hata siku utazidi kubadilika. Ni wokovu ambao hautakubali ugande akili. Yaani kila siku utakuwa unatafuta kubadilika. Sasa kwa sababu tunatafuta kubadilika, tunapobadilika ndio tunamsogelea Mungu. Tunapobadilika ndio tunazidi kuwa wa thamani. Hasa nataka nieleze aina ya maombi ambayo itakubadilisha kwa urahisi. Mimi nimeona kwangu imenibadilisha, kwa wengi imebadilisha, na mimi na kwako itakubadilisha. Au hata kama umeshaanza kuitumia, basi niongee maneno haya ili kukutia moyo. Usiache aina ya maombi, aina ya maisha usiache, kwa sababu hiyo ndio aina ya maisha itakayokuleta kwenye sura Mungu aliyotaka uwe nayo. Sasa nikwambie pia kwamba unajua shida sio tu kuomba, yani kuomba tu muda mrefu. No. Tunahitaji kuomba muda mrefu. Tunahitaji kuomba masaa mengi kila siku. Tunahitaji kuomba masaa 2, 3, 4. Na kwa kadri tupatavyo nafasi imetupasa kuomba. Lakini swala jingine nyuma ya kule kuomba ni kwamba tunaombaje hayo maombi. Nataka nikueleze leo. Nikwambie hivi, maombi yatakayo kubadilisha tabia kwa urahisi, kuongea, kunena, kukaa, kuvaa. Yaani maombi yale. Unajua iko aina ya maisha, yako aina ya maombi ambayo unaweza kaomba. Hata kama mtu atakwambia jitenge na marafiki zako. Lakini yale maombi yenyewe ni maombi ambayo wewe mwenyewe hautajisikia kukaa na marafiki. Hautajisikia, yani utakuwa unaona ukikaa na marafiki wako wa zamani hauishi amani, hauishi uzuri, unaishi uzuri kwa jina la Mungu. Aina gani ya maombi? Nikwambie aina ya maombi ambayo itakubadilisha kwa rahisi ni maombi ambayo utajifyatua, au kwa lugha nyingine utajivurugua. Ni kweli tunahitaji uombe masaa mengi kwa kujivurugua. Tunahitaji uombe muda mwingi kwa kadri upatavyo nafasi. Lakini kwambie dakika 2, 3, saa 1, 2 utakayopata, ukitaka kubadilika kwa rahisi, jivurugue. Usiombe kama Farisayo, jivurugue. Usiombe kama Farisayo. Nikwambie hivi kwamba kama hauelewi maana kujifyatua au kujivurugua. Kujivurugua maana yake ni kutumia nguvu zote kwenye kuomba. Kutumia nguvu zote, uelewe zote kwenye kuomba. Ni kuonyesha kwa Mungu kwamba hauna msaada au kimbilio jingine isipokuwa yeye. Hapo yaweza yakatoka makamasi, yaweza yakatoka machozi, linaweza likatoka jasho la kila aina. Nguo zako zinaweza zikaroa, zikachafuka, ukajikuta unagaragara chini, unaruka, yani yale maombi yale Mungu nakuhitaji, nibadilishe, nakuhitaji. Yale maombi utakayojivurugua sele kashi, vile utakavyokuwa unaruka, Yesu nakuhitaji, Yesu nisaidie, Yesu zile sele kashi zile pendo, yani zile tu Yesu zile hata kama adui atakwambia kwamba hizi unapiga kelele, lakini mpendwa, ile omba ile katiza saa 1, omba
omba hiyo, katiza masaa mawili. Au hata kama uwezi, omba hiyo, katiza nusu saa. Yesu ninaja nawe, Yesu nakuhitaji. Katiza nusu saa. Baadaye tafuta muda tena, katiza nusu saa nyingine. Tafuta muda, katiza nusu saa nyingine. Mpendo, omba hiyo. Siku kadhaa tu utajikuta kama ulikuwa mwongeaji, nguvu zote za kuongea zimenyonywa na maombi zote. Na ndio maisha ya Pentekoste ya zamani. Wa Pentekoste ya zamani alikuwa akitoka kanisani, hakuna nguvu ya kwenda kuongelea umbea, kwa sababu ametumia nguvu zote kanisani. Ametumia nguvu zote kumtaka Bwana. Ametumia kila aina ya juhudi, nguvu zote ametumia kumtaka Bwana. Akitoka pale haishi kama kuna chochote kizuri huko nje. Anachokiona kuwa ni kizuri ni Bwana aliye ndani yake. Hata ile namna ya uzuri iliyo ndani yake hatamani iondoke, kwa sababu anajua akiongea na watu, kuongea ovyo na watu bila mpangilio ni njia ya kuvujisha vile ambavyo umeongeza. Kwa ili vibakie vile ulivyoongeza, hamna haja ya kuongea ovyo. Unaongea ovyo unavujisha, baki navyo vile. Utaongea maneno machache lakini utakuwa na thamani. Hakuna haja ya kuongea maneno mengi ili watu wakuone kwamba unajua. Hiyo haina haja. Ongea maneno machache tu, mtafute Bwana. Yesu nakuita. Yesu nataka nikujue wewe, nikulingane, nifanane nawe. Mtafute tu Bwana. Uko nje ukitoka maneno machache tu. Mbona uongee siku hizi sitaki sana kuongea. Yaani hakuna hata haja ya kujibu. Mbona uongee siku hizi, unaweza kukaa tu kimya nayo nijibu, na kaa tu kimya tu maarifa kimya. Bwana umetukarisikia hapana, sijakasirika hapana. Naendelea tu na maisha yako. Mpendwa, maombi ya kujifyatua mpendwa, tabia yoyote inanyonywa. Yaani ile nguvu unayotumia ile nguvu ya kujifyatua, ile nguvu nataka nikwambie, ile inanyonya tabia yoyote, inanyonya mawazo machafu yoyote, inanyonya aina yoyote ya tamaa, inanyonya hiyo. Ila tu unachotakiwa kufanya ni kwamba usijifyatue dakika 2 au dakika 3. Jifyatue nusu saa, saa moja, mawili. Yaani angalau kila siku saa moja, mawili. Ukishindwa omba nusu saa sasa hivi, omba nusu saa baadaye, omba dakika 20 sasa hivi, omba dakika 20 baadaye. Za kujifyatua kweli, yaani kama si machozi hapo ya kutoke, ujifyatue kweli. Baba nakuhitaji. Baba nakuhitaji. Baba, mpendwa, maombi hayo mpendwa, maombi mpendwa, na uhakika nayo sana, na uhakika nayo. Nataka nikwambie kwamba usione hivi siku hizi kuna manabii, kuna wachungaji manabii, makanisa manabii, unakuta kuna mtoto kafanana na nabii, makanisa mahali fulani tu, kwamba watu wanaendaga sana kuombewa na mwisho wa siku mtoto kafanana na yule ambaye huwa anaenda kumwombea. Usione hiyo. Nataka nikwambie kuna uzinzi kabisa huko. Na uzinzi au dhambi haiogopi kile ambacho watu wanakuita nacho. Adui haogopi kile ambacho watu wanakuita nacho. Anaogopa nguvu inayotokana na kumtafuta Mungu. Siku zote kwa nguvu. Sio tu kumtafuta Mungu, unamtafuta lakini pia unamtafuta kwa nguvu. Sasa juhudi na nguvu ya kumtafuta Mungu ile unayotumia, ndio maana nimekwambia maombi yatanyonya kila aina ya tabia, yatanyonya. Ni kweli hautakuwa mchungaji, hautakuwa nabii, lakini tamaa ya uzinzi kukukuta haiwezekani. Yaani haiwezekani. Labda itakukuta pale ambapo utazembea. Na nikwambie aina hii ya maisha ukianza, usirudi nyuma wala usipunguze. Hata kama siku umekutana na changamoto ngumu, maombi haendi, lakini omba. Yaani omba. Siku umekutana, omba. Yaani omba, jitahidi kujifyatua unavyoweza. Mpendwa, sio tunajifyatuaga wingu na kwa limeshuka. Tunajifyatua wakati wote. Yaani unaweza kuingia tu kwenye kuomba, ukaanza tu Yesu asante. Yaani hapo sio kwamba ndio wingu linashuka, bali kule kujifyatua kuna shusha wingu. Baadaye ukuta ghafla umeshaunganika kwenye line huko, unajikuta tu Yesu nakuhitaji. Bwana. Hizo zinatokea wapi? Zimeanza mwanzoni. Wewe ulijipushi, umejisukuma mwenyewe.
Baadaye kule mbele ndo unakutana laini. Ile laini ukiunga ile usikatize ile. Yaani ukishaanza laini ya kuweza kujifyatua kwenye mambo usikatize kiurahisi. Ile nyoka nayo hata kama saa moja nyoka nayo yani nyoka nayo ile jitahidi unanyoka na adui pale unanyoka naye sawa. Ukitoka pale nguvu yote ya kuongea imenyonywa. Tamaa yote imenyonywa, mawazo yote yamenyonywa. Tafakari nyingi ni za Bwana. Aina ya maombi na uhakika nayo sana. Acha na haya maombi ambayo watu wanaomba. Naomba tu kama nyuki, yani kama kwenye dini zetu. Jina la Baba na la Mwana. Acha hayo. Ni kweli tunaamini katika kuzama, lakini iko namna ya kuzama ambayo ni zaidi ya kuzama huko na kuzama walokole. Iko kuzama. Kuzama walisema akina Elia. Walipiga goti masaa 7 wanaomba. Huko ndo kuzama. Kuzama unapiga goti dakika 2 umeshasinzia hapo. Kuzama gani huko? Kulala huko. Unapiga goti hapa dakika 10 15 umeshasinzia. Huko sio kuzama huko mpendwa. Tutafute levo nyingine za kuzama. Hizo hapana. Levo za kuzama ni levo ambazo masaa mtu anaomba amepiga goti tu masaa. Anaomba. Yesu. Na asinzii. Ndo levo za kuzama hizo. Mpendwa, kama hujafika kwenye levo ya kuzama, usihangaike kuzama. Omba tu maombi haya ya kujifyatua tu. Kama vile likichafa. Yes. Omba tu omba. Haya kuzama utafika baadaye utafika. Lakini sasa omba ya kujifyatua. Haya ubadilike sana. Ukibadilika sana kwenye ya kujifyatua. Mpendwa, hata ya kuzama mpendwa. Ni unazama kweli, sio unaingiza. Sio unaonyesha watu umezama au umesinzia. Unazama kweli mpendwa. Unazama kweli. Hasa nikwambie, mimi kwa uchache nikafundishwa. Nikaelewa kumbe ni kweli bado sijafika kule kwenye kuzama. Masaa 6-7 naomba. Lakini heri kabla sijafika kule nijifyatuage kwanza. Masaa 3-4. Bwana. Nataka nikwambie hayo ndio maombi yanayobadili watu. Kama waamini wewe fuatilia hata ibada ambazo watu wanaomba kistaarabu. Naomba kistaarabu dakika 2-3 washamaliza maombi ya kufungua ibada. Angalia watu, angalia wazinzi walivyo wengi kwenye makanisa. Angalia wazinzi walivyo wengi. Alafu angalia kikosi kazi. Mimi sijisifi, angalia kikosi kazi. Maombi ambayo tunaomba. Mimi sijisifi, lakini nikwambie tumefundishwa mfumo. Huu mfumo tuna uhakika nao, na ndio maana tunausema kwa ulimwengu upate kujua kwamba yako maisha. Nguvu yote ya kumtamani binti na nyonyo inakaa pembeni pale. Alafu unaendelea na Bwana. Si muujiza mpendwa, si muujiza. Mlokole mmoja kipindi hicho mimi niko mpagani, alikuwa yeye ameshaokoka. Nikawa namwambia mahali fulani kwamba wewe mlokole unakuaje na tamaa wewe? Akasema Bwana Yesu alisema roho ina radhi lakini mwili ni dhaifu. Nikamwambia sikiliza, hebu jaribu kuomba angalau saa 1 kwa siku. Halafu jaribu kufunga angalau mara 2 kwa wiki. Akasema ndio utaratibu wangu. Sasa nikajiuliza, huyu na utaratibu wake tamaa inabaki kufanya nini? Kwa ni kweli tutakufundisha omba angalau saa 1-2 kwa siku. Tutakufundisha funga angalau siku 2 kwa siku. Na ndio maana kwenye clip yangu iliyopita ukifuatilia nilipokuwa naeleza jinsi gani ya kutoka kwenye tabia chafu, nimeeleza hayo mambo: kuomba, kufunga, nimeeleza ibada na jinsi gani ambavyo tutazifanya. Lakini sasa leo nimeamua nikwambie aina ya maombi. Ni maombi nilikwambia saa 1. Hilo saa 1 uombaje hilo? Kwa sababu saa 1 mpendwa, wako watu wanaomba hadi masaa 3-4 kwa siku. Lakini bado level ya badiliko ni ndogo. Level ya wao kusogea, kubadilika, kuonekana, yani kuonekana kwenye maisha yao kwamba hapa nimebadilika ni ndogo sana. Nikusomee kidogo maombi ambayo fanya kusomea kidogo. Kwanza nianze na Ibrania 5 mstari 7. Maombi ambayo alifanya Yesu haya mara kadhaa tumesoma ile andiko.
Ibrania 5:7. Maombi ambayo alifanya kina Yesu. Tuone tu jinsi gani ambavyo aliomba. Ibrania 5:7. Anasema yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Sasa kama hujaelewa ile andiko, ukisoma kwenye Biblia ya Kiingereza, ni kweli hatusupport sana kutafsiri kwenye King James, kwenye New International, lakini ukisoma kwenye Biblia ya Kiingereza wameandika vizuri. In the days of Jesus life, maana yake katika siku za maisha yake Yesu, wameandika kabisa ni Yesu. Huyu alikuwa anaandikwa hapa sio Paulo. Kitabu kaandika Paulo hichi Waebrania. Lakini alikuwa anaandikwa hapa ni Yesu. Siku hizo za uhai wake alimtolea yeye awezaye kumwokoa, maombi na sala. Anasema alimtolea yeye awezaye kumwokoa, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi. Na kulia sana na machozi. Vitu hivyo ni vitu vingi sana. Kuna maombi hapo amesema, afu kuna dua. Kulia sana afu kuna machozi. Hivyo alifanya. Ukumbuke Yesu alikuwa hana dhambi. Kwa hiyo yale maisha alikuwa naomba tu kumuhitaji Mungu. Sasa ujiulize wewe ambaye umejiwekeza kwenye dhambi miaka mingi. Ilikuta wewe umeokoka na miaka 20. Umejiwekeza kwenye dhambi miaka 20 yote. Ujiulize dhambi hiyo itatokaje? Ndio uone kwa kiwango gani ulivyo mdeni kuomba. Mpendwa, mimi nikiingia kuomba, nikikumbuka ile andiko mpendwa, nalia kama sijatoka. Na kwa sababu najiuliza Yesu alikuwa hana dhambi. Kwa nini aliomba maombi kama haya na kumwokoa katika mauti? Kwa sababu tumeokoka ili tutoke katika mauti ya mwili na mauti ya roho. Sasa mauti ya mwili ingeweza kutokana na mauti ya roho ambayo ilitokana na dhambi. Sasa Yesu hana dhambi, lakini alimtolea yeye awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Je, mimi nimtolee nini Mungu? Niombe vipi maombi ambayo Mungu kuniokoa mimi? Niombe kwa kiasi gani? Kwa level gani nikimlinganisha na Yesu? Tuache hiyo sasa, tuache hiyo. Lakini nataka nikwambie tuko mbali sana na ambapo Mungu alikuwa anataka tukue. Nisome Luka pia. Tuone tu Yesu alikuwa anaombaje. Yesu alikuwa anaombaje. Tuache na haya maombi ambayo tunaomba siku hizi na sisi tumeyatoa wapi. Mimi ninaamini kabisa ni 100% ni kwa Mafarisayo. Lakini tusome Luka 22. Luka 22 hapa tusome. Luka 22 maombi aliyoomba Yesu. Luka 22 mstari wa 38. Mstari wa 39 naanzia 39. Anasema akatoka akaenda mpaka mlima wa Mizeituni kama ilivyokuwa desturi yake, wanafunzi wake nao wakafuatana naye. Alipoenda kwa mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakafuatana naye. Alipofika mahali pale aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mstari wa 41. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba akisemaje? Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Hebu elewa haya maandiko. Kitabu cha Luka kaandika Luka ni mwanafunzi wa Yesu. Unaelewa? Sasa haya maombi alikuwa anaomba Yesu haya. Unaelewa? Umbali wa kutupa jiwe mpendwa sio hapa. Tufanye ni mita 10, 15, 20. Inategemea na jinsi gani watu wanaweza kutupa jiwe. Na ukumbuke hapa umbali wa kutupa jiwe uliokuwa unazungumziwa ni kwa kule Israeli, na Waisraeli wana nguvu sana. They are very giant people. Sasa uchukue ule umbali wa Mwisraeli kutupa jiwe mita 10, 20, 30. Maombi aliyokuwa naomba umbali wa kutupa jiwe mpendwa yanasikika huku. Wanafunzi wanaandika. Bwana, asemaje? Anasema Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Haya maombi Luka anaandika. Luka manake huku alikuwa kwa wanafunzi. Alisikia Yesu anaomba umbali wa kutupa jiwe. Mpendwa, unafikiri aliomba? Yesu, nakushukuru. Yesu. Aliomba maombi yake. Aliomba. Mpendwa, ilikuwa ni shughuli. Bwana. Shughuli mpendwa, shughuli. Ilikuwa ni shughuli, ni kila aina
changamoto, yaani nguvu zote alizitumia, nguvu zote. Hapana mkwambia nakulia sana na machozi, sio tu nakulia sana na machozi ya kwenye Ibrania. Na jasho lilimtoka. Soma hii 45 soje. Anasema 44 anasema naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka nchini. Akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakadondoka nchini. Yaani maana yake zile baadaye ikawa ni kama jasho la damu linadondoka nchini. Ni jasho, ni jasho matone, kama jasho kama matone ya damu linadondoka nchini. Angalia eneo la maombi, umbali wa kutupa jiwe watu wanasikia. Lakini angalia maombi ambayo tunaomba na tunategemea kubadilika, au tunategemea Yesu aonekane, tunategemea Mungu aonekane. Kumbuka nimekwambia hii ni aina ya maombi ambayo utabadilika kwa urahisi. Tabia fulani itafyonzwa kwa urahisi. Udhaifu fulani utaondoka kwa urahisi. Kama uamini, ukiwa unaomba maombi ya takatifu kila siku, kubadilika kwako itakuwa kazi ngumu sana. Ukiwa unaomba maombi ya kifarisayo kila siku, kubadilika kwako itakuwa kazi ngumu sana. Soma kwenye Luka 18, hafuone jinsi gani Farisayo na yule mtoza ushuru waliomba. Farisayo alienda, Mungu, unajua mimi huwa natoa ushuru katika kila ninachokipata. Natoa sehemu yangu ya 10, nafunga mara 2 kwa wiki. Lakini angalia yule mtoza ushuru alijipiga kifua. Kujipiga kifua mpendwa ni shughuli fulani ya zoezi. Hii ninayokuambia mpendwa si ya kwa rahisi. Yaani ni shughuli inakuwa shughuli ngumu, yaani ukitoka hapo kama ni nguo zimechafuka au hata zimechanika kabisa kwa sehemu. Lakini sasa ndio maana kikosi kazi watu wanavaa majoho. Joho ni kwa ajili ya kusitiri. Ni hapa tu nimevaa shati, lakini tunavaa joho kwa ajili ya kukusitiri. Sasa hizo serikali zinavoruka, serikali zinavoruka visionekane vingine vya kuonekana. Nikwambie kwa ufupi, ninaamini kwa sehemu umejifunza kitu, aina ya maombi inayoweza kukubadilisha kirahisi au kwa haraka. Na nikwambie aina hii ya maombi hatuachi kwa sababu tumeongezeka sana kwa Bwana. No. Ukishabadilika hii aina ya maombi unaendelea nayo, tena ndio unaongeza. Maandiko yanasema imenipasa nipungue zaidi ili yeye aongezeke. Mungu anatubadilisha ili tujue kwamba tuzidi sana kunyenyekea kwake. Na kwa kadri unavyozidi kunyenyekea, siku hata siku tuzidi kubadilika. Nilikwambia kwenye clip yangu iliyopita uangalie clip ya mchungaji Mbarikiwa kwamba njia rahisi ya kushinda dhambi. Na anakurudia tena kwenye clip na kwambia kaangalie tena njia rahisi ya kushinda dhambi. Nitaweka link kwenye description hapo chini. Lakini kumbuka sana kuangalia hiyo. Kumbuka hapa tunaendelea kuelezea kile kutoka kwenye dhambi, kushinda dhambi. Hatuelezi kitu kingine. Hatuelezi magari, hatuelezi wachumba, hatuelezi watoto. Tunaeleza kutoka kwenye dhambi. Ukitoka kwenye dhambi umeula. Ukitoka kwenye dhambi umepata raha maishani mwako. Neema nyingi ya Kristo Yesu iwe pamoja nawe. Na niwarishe kwa maneno haya kwamba kitabu cha Bila Maombi Mengi hiki hapa, na nitakwambia karibia kwenye kila clip yangu kwa sababu kimenibadilisha sana. Kwenye kila clip yangu hadi copy ni 10,000 kwa kadri upatapo nafasi. Waweza kutafuta mwandishi wa kitabu na ukakipata hadi copy yake. Nitakupa tu namba ya mwandishi ili uweze kukipata kwa rahisi. Neema nyingi ya Kristo Yesu iwe pamoja nawe. Mungu akupe kushinda na kuifunza hiyo tabia yako, kuishinda na kumwangusha adui. Maisha ya ushindi yawe pamoja nawe ambaye utafuata maneno haya. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai wa Nazareti. Amen.